wewe alfajiri. Asante Mungu wangu kwa wema wako na kunipa kibali tena nisimame asubuhi niseme na watu wako maneno yako. Ninyenyekea mno mbele yako Bwana Mungu uliyetuweka sisi sote tuwe hai. Fanye kuwa chombo tu kwa ajili ya watu hao. Mungu nipa dhamana ya kuwachunga. Na leo Bwana uniamini niseme Baba, asante kwa sababu Mungu wa mbingu na nchi utakuwa nasi kipindi cha neno lako. Katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi. Mara dakika chache sana za maneno ya Mungu. Nisaidie kumwambia jirani yako Mungu akubariki kwa kuwepo kwenye maombi haya ya asubuhi. Jamani, amina. Na ningetamani watu kuwa na daftari, ningetamani watu kuwa na mahali pa kuandika. Kama ndivyo Mungu akubariki sana. Na nilisema lakini kama wewe unatamani kuna mahali pazuri kidogo pa kuandika na haunapo, basi nione hata baada ya ibada yetu nitakupa kitu fulani, nitakupa kitu fulani kusaidia kuandika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaendelea katika eneo lingine kwa somo letu la nguvu ya maombi ya asubuhi, the power of morning glory. Leo tunaendelea mbele. Tumeshaangalia majina. Tuliangalia majina mangapi? Mangapi majina? Mangapi? Tumeangalia alfajiri, sawa? Alfajiri, lakini jina lingine linaitwa asubuhi na mapema. Jina lingine linaitwa mapambazuko, wakati kunapopambazuka. Jina la ngapi hilo? La tatu. La nne ni kuongezea, inaitwa kabla haujaisha usiku. Yote haya yanaweza kuwa majina ya asubuhi. Kabla haujaisha usiku. Asubuhi inaanza kabla haujaisha usiku. Na hiyo iko kwenye Mithali 31 mstari wa 15. Inaitwa kabla haujaisha usiku. Mwambie jirani yako, jitahidi kuamka kabla haujaisha usiku. Mwambie jitahidi kuamka kabla haujaisha usiku. Na nilikwambia watu wote mashuhuri duniani wa kiroho na wa kimwili, wao watawala, wao wanaomiliki uchumi mkubwa, wao waliotembea na Mungu kwa viwango vikubwa, hawakucheka na asubuhi. Mtu yoyote anayepuuza asubuhi anaichukulia poa, kizembe, hata kuja kufanikiwa, hata asaidiwe kiasi gani. Watu wote waliofanikiwa hawachezi na nini? Na asubuhi. Wote. Waangalie kama asubuhi utawakuta wapo utafu, unamkumbusha sasa. Kumekucha. Yaani ukiona hivyo ni emergency. Ni amemwambia mke wake kwamba naomba mama, kesho nipumzike kidogo. Nitachelewa kuamka. Kwa sababu maalum, kuna mambo amepitia, sasa anaamua mwili ingalau pumzike. Na hata huyo unaweza kufikiri atalala, wao wanasema unaona usungula. Yaani atalala, lakini ulalaji wake sio ule ulalaji wa fofofu. Jamani, amina. Sasa dakika chache ambazo zipo, nataka nizungumze mambo yaliyowahi kufanyika alfajiri au asubuhi na mapema au kunapopambazuka katika historia ya Biblia. Yako mengi, lakini leo sijui nitazungumza mangapi, lakini nilisema inawezekana hata nizungumze mwaka mzima, naweza nisimalize mambo yaliyowahi kufanyika asubuhi na mapema au alfajiri ama kunapopambazuka.
simama kabla hujaisha usiku. Jambo la kwanza, Mungu alianza uumbaji mpya, new creation, asubuhi na mapema. Mungu alianza uumbaji mpya asubuhi na mapema. Ukisoma katika siku zile 6 za uumbaji, Mungu hakuumba jioni. Alianza muda gani wapendwa? Asubuhi. Mistari yote nakupa uiandike na nitaielezea tu kidogo. Mwanzo 1 mstari wa 5, mstari wa 8, mstari wa 13, mstari wa 19 na mstari wa 23. Ninarudia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1, mstari wa 5, mstari wa 8, mstari wa 13, mstari wa 19 na mstari wa 23. Mungu alianza uumbaji asubuhi. Biblia inasema ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya kwanza. Ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya pili. Ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya tatu. Hali kadhalika mpaka siku ya ngapi? Ya 6. So asubuhi Mungu alianza uumbaji mpya. Tunaposema new creation au uumbaji mpya, wanatheology wanasema kulikuweko na uumbaji uliokamilika zamani. Maandiko yanaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, wanasema ule ni uumbaji uliokamilika, perfect creation. Alafu pale mbele anasema naye nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Wanasema hapo inasadikika kuna tatizo lilitokea. Na kisha Roho Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Neno Roho Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Maana yake ni kama kuku ameatamia mayai yake kwa makusudi ya kwamba baada ya siku 21 vitatoka vifaranga hapa. Baada ya Roho Bwana kutulia juu ya uso wa maji, ndipo Mungu anaanza uumbaji mpya. Na akianza na nuru na jua, kwamba jua litawale mchana, mwezi utawale nini? Usiku. Lakini huo uumbaji mpya katika dunia iliyokuwa giza, dunia iliyokuwa formless, isiyo na umbo, imejaa maji kila mahali, hamna mahali utatamani ukae, Bwana alianza asubuhi. Naomba katika jina la Yesu asubuhi iwe mwanzo wa uumbaji wa vitu kwako. Kwa hiyo tusicheze na asubuhi, kuna mwanzo mpya asubuhi. Nuru ilionekana asubuhi, ikatenga giza asubuhi. Jamani, amina. Jambo lingine lilofanyika asubuhi, tunazungumza mambo makubwa yaliyowahi kufanyika asubuhi na mapema. Jambo lingine, Abraham baba yetu wa imani alikwenda kumtoa Isaka alfajiri na mapema. Mwanzo 22:3. Alfajiri na mapema alinyanyuka na mwanae mpendwa Isaka kwenda kumtoa sadaka. Kuna watu wamefungwa, hawaelewi nguvu ya sadaka ya morning glory. Hawaelewi. Mimi nikitaka nikusimulie moja ya vitu vimenitoa kimasomaso, moja ya vitu ambavyo vimenipa baraka ni morning glory. Ni sadaka yangu ya asubuhi. Sichezi na sadaka asubuhi. Kuna wengine wanaona hii sadaka ni asubuhi, anatafuta hata 100 anaitupa, na pengine anapangilia kwamba hizi ni za kula siku hii nzima. Kwa nini nianze na asubuhi sijapata? Don't take for granted about morning offering. Usichukulie kawaida sadaka ya asubuhi. Abraham ametoka na mwanae wa pekee asubuhi, kipenzi chake aliyepewa na Bwana, anatembea njiani, moyo unauma. Alfajiri anasema potelea kokote, wacha nikampe
Aliposhika kisu kuweka kwa Isaka, Mungu anamzuia. Anamwambia tazama kondoo yule. Mwambie jirani yako nataka kuonesha kondoo aliyenasa kwenye kichaka. Muulize hivyo. Tukitoka hapa kuna kondoo walionasa kwenye vichaka wengi. Unajua ile kondoo hivi alikuwa ni wa kumfukuza. Alikuwa ni wa kumfukuza. Alikuwa ni wa kuhangaika namna ya kumkamata. Alikuwa amefanyaje? Amenasa, yani unamchukua kirahisi. Ukitaka kupata vitu kirahisi tu. Usicheze na morning glory. Usicheze na morning glory. Unaweza katoka hapa umepiga 10,000 yako, umeweka 5,000 yako, ukitoka unashangaa kondoo yule amenasa. Kondoo yule amenasa. Amenasa ni wa kumchukua tu. Unatengeneza siku yako nzuri ya uchumi kuanzia asubuhi. Jamaa mnanielewa? Sijui mimi nafanya. Hata sasa nimejipapasa japokuwa na somo langu lingine. Kwenye yale masomo yangu yanasema mambo ambayo Mkristo atakiwa kuwekea mkakati. Lakini hapa Abraham alfajiri mapema ameamkia sadaka. Mwambie jirani yako amkia sadaka alfajiri mapema. Tatu, jambo la tatu. Hiyo tumesoma 22 Mwanzo 22:3. Jambo la tatu. Mungu aliangamiza Sodoma alfajiri mapema. Mwanzo 19:19. Sodoma na Gomora, mahali ambapo Lutu aliishi. Mungu alitokea pale alfajiri. Alfajiri akamwambia Lutu na kuokoa wewe na mke wako. Hapa kariki utapona nyinyi tu. Mke wake kosa aligeuka nyuma akashindwa masharti. Lakini alfajiri na mapema Lutu na mke wake walikuwa wanatoka Sodoma na Sodoma inachoma moto. Kwa hiyo alfajiri wakati mwingine ni alfajiri ya wokovu kwa wanayempenda Mungu na alfajiri ya maangamizi kwa watu walio kinyume na Mungu. Hiyo ni namba ngapi? Namba 3. Utaandika mpaka utachoka. Maana yako mengi. Nataka nisipunje muda maombi. 4. Mungu alimwambia Musa amkabili Farao asubuhi. Ampe kichafu asubuhi. Asishinda salama. Na kupa mistari. Kutoka 7:15. Kutoka 7:15. Kutoka 8:20. Kutoka 9:13. Kutoka 7:15. 8:20. 9:13. Mungu alimtuma Musa amkabili Farao alfajiri. Amkabili Farao asubuhi na mapema. Amkabili Farao kabla hakujapambazuka. Mwende mkabili, mwambie hapa tunatoka. Kama unazuia kutoka, utakiona cha mtema kuni. Tuko hapa kumkabili Farao alfajiri na mapema. Kwamba mimi sio mgonjwa. Mimi sio masikini. Watoto wangu hawawezi. Alfajiri na mapema. Asije akapata nguvu kabla kali kunapokucha akawa na amani. Mungu anamwambia mwendee Farao alfajiri. Piga kelele sema nimekujia Farao asubuhi na mapema. Mwambie utaachia tu kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti ya kishindo. Mimi sio Farao wako ni nani? Mimi sijui Farao wako ni nani? Lakini kila kinachosimama kinyume na furaha yako ni Farao huyo. Kila kinachosimama kinyume na uchumi wako ni Farao huyo. Kila kinachosimama kinyume na imani yako ni Farao huyo. Tumekuja tu mkabili alfajiri na mapema. Jamani amina. Nimeshakupa maandiko. 5, jeshi la Farao. Jeshi la Farao. Jeshi la Farao liliangamizwa au lilizamishwa majini alfajiri na mapema. Naomba mmoja hii asome, sababu inakaribia mwisho. Ngoja nishizi tano. Asome Kutoka sura ya 14 mstari wa 24 na 27. Jeshi la Farao liliangamizwa, lilizamishwa majini alfajiri na mapema, asubuhi na mapema, kabla hujapambazuka. 14
24 na 27 Kutoka. Tumia maiki kusoma. Kutoka 14 24 Biblia inasema, ndio, ikawa katika zamu ya alfajiri. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Mwambie jana kulindo zamu ya alfajiri. Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri. Mungu akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na katika ile nguzo ya moto akalichungulia jeshi la Wamisri. Hivi unajua Wamisri walikuwa wanafanya nini? Wanawafuatilia nani? Watu wa Mungu. Yaani Mungu ametengeneza njia baharini, watu wa Mungu wapite na yenyewe yakaingia huko. Unajisikia unamkimbia adui, umepanda daladala. Ulijua wizi ni kibaka kali yako kule, ananivizia niibie. Unapanda daladala, unageuka nyuma, unaona liko limeweka hivi na udenda unatoka hivi. Unajisikia ndio jeshi la Farao liofanya. Yaani sio limewafuata huko kwingine tu. Mungu ametengeneza njia baharini. Waisraeli wamepita, wako ndani ya bahari wanapita. Na majamaa hawajaacha. Yaani hayashituki ya kwamba hii njia gani? Na yeye akaingia. Yehova akawachungulia lile jeshi. Na wanapita njia ya watu wa Mungu. Inawezekana jeshi la Farao limekuja mpaka hapa. Nimekufukuza ninakuja mpaka hapa. Nataka nikwambie hii ni asubuhi ya Bwana kuchungulia adui zako wanaokufuatia. Upanda farasi wanasema wanaokufuatia hawatakupata kama. Malizia hapo. Akalifadhaisha jeshi la Akalifadhaisha. Wacha maadui zako wafadhaike asubuhi. Asubuhi ni kubwa mno. 27 inasema, sikiliza. Musa akaonyosha mkono wake juu ya bahari. Haya alikuwa maelekezo ya Bwana, nyosha mkono sasa. Na kulipopambazuka, bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake. Na Bwana akawakutia mbali hawa Wamisri kati ya bahari. Jina la Bwana litukuzwe. Simama pale ulipo. Mimi nataka kushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, tuimbe. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Nataka ushirika na wewe, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Naomba mkono wako. Wakati kiongozi wa mambo anakuja hapa nikuombee dakika chache. Rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, nimejifunza mambo makubwa yaliyowahi kufanyika alfajiri na mapema. Nimejifunza mambo makubwa yaliyowahi kufanyika. Ya kwamba Bwana ulianza uumbaji alfajiri na mapema. Ya kwamba Bwana ulianza uumbaji alfajiri. Naomba umba vitu kwangu asubuhi hii. Naomba umba kitu kwangu. Umba vitu vipya asubuhi hii. Umba vitu vipya asubuhi hii. Viko vitu nataka vitokee maishani mwangu. Vipo vitu vinataka vitokee maishani. Yesu, umba vitu vipya Bwana. Yesu, umba vitu vipya. Nimejifunza Abraham mtumishi wako. Nimejifunza habari ya mtumishi wako. Alikwenda alfajiri na mapema kutoa sadaka ya mwanae. Alikwenda alfajiri na Nifanye alfajiri hii kwa alfajiri yangu ya sadaka ya pekee. Fanya alfajiri kwa alfajiri yangu. Bwana. Bwana. Nimejifunza pia kwamba ulichoma Sodoma na Gomora alfajiri na mapema. Kwamba ulichoma Sodoma na Gomora. Ukamwokoa Lutu na familia yake. Ukamwokoa. Na mimi niokoe kwenye maangamizi. Na mimi niokoe. Yaliyo tayari kuipata dunia. Yaliyo tayari kuipata dunia. Bwana. Nimejifunza pia kwamba ulimwambia Musa
amkabili Farao asubuhi na mapema, na mimi nimekuja kukabili maadui zangu wanaonipinga, wanaoniondolea furaha alfajiri hii. Maadui zangu wapambanishwe na wewe, nami kwa ujasiri napenda kukabili kila kinachosimama mbele yangu. Bwana, wewe ulizamisha majini jeshi la Farao asubuhi hii, na mimi Bwana naomba uzamishe majini, majeshi yote yanayonifuatilia yamemuona Mungu wangu, yamekuona Mungu wangu, lakini bado ni king'ang'anizi, yananifuatilia, yazamishe majini, bahari na irudi, na iwa kukutia mbali. Na ninaamini Bwana, kila alfajiri yangu yakisogea mbele zako, kuna kitu cha maana kitafanyika katika maisha yangu. Hebu omba mbele za Bwana, hebu omba mbele za Bwana. Na uona uwepo wa Mungu asubuhi, na uona uwepo wa Bwana alfajiri, na kuona kutokea na Bwana asubuhi, naona maadui yanaangushwa asubuhi. Ichobo kemene tola bonda ikomeshando leo kayasa. Ninaacha nafasi kwa heshima ya maombi, aendeleze nguvu na mpako huu, ili tuendelee kulitia jina la Bwana. Yandomo shakara bakandoro washika.